Unaendelea kutazama taarifa za jukwaa la KTN. Leo tukiwa tunaangazia wale wa Kenya ambao wanahangaika kwa sasa, hawana makazi, hawana malazi, hawana chakula, hawana dawa. Wale takriban 27,000 ambao wameathiriwa na mvua kubwa inayoendelea kunyesha. Na leo studioni tuko naye Venant Ndigila ambaye ni meneja wa kitengo cha kukabiliana na majanga katika shirika la Msalaba Mwekundu. Ulikuwa ukitueleza kuhusu yale mahitaji mlonayo ama wale ambao wameathiriwa wako nayo. Je, Wakenya wanaweza kuwafikia vipi na wanaweza kuwasaidia vipi? Hasa wale ambao hawana chakula, wale wanaohitaji dawa na wale wanaohitaji usaidizi wakati huu. Wakenya wanaweza toa msaada wao kwa njia tofauti tofauti. Kwa mfano, yule ako na vyakula anataka kupeana kama msaada, anaweza peana kwa ofisi yote iko karibu na yeye ya shirika la Msalaba Mwekundu. Kwa mfano, wale wanataka kutoa hela ama pesa kupitia kwa M-Pesa, ningependa kuwajulisha kwamba tuko na account tunafungua ambao ni 10,000, alafu account name ni floods 10,000, yani 10000, alafu account ni floods. Si kwamba unatoa shilingi 10,000. No. Tueleze tena. Kupitia kwa M-Pesa, unaweza toa mchango wako hata kama ni pesa ngapi, unaweza toa kupitia kwa M-Pesa ambayo ile namba ya M-Pesa ni 10,000, yani 10000. Account name ni floods. Hiyo itaenda kabisa kwa upande wa majanga, lakini janga la hili la mafuriko. Na fedha hizo zitatumika kutafuta usaidizi wowote, kama ni chakula, kama ni madawa, kama ni malazi kwa wale ambao wamedhurika kwa sasa. Kwa hivyo iwapo una chakula unaweza kupeleka katika afisi za shirika la Msalaba Mwekundu wakati wowote, na pia labda unataka mawasiliano zaidi kwa njia hiyo, unaweza piga namba yetu ya 1199. Hiyo ni namba ambayo haina malipo. Unaweza piga utafute mawazo zaidi kuhusiana na vile utatoa msaada wako kuhusiana na janga hili la mafuriko. Na katika kutoa huu msaada tulikuwa tumeuliza Wakenya iwapo kuna mikakati yote ambayo imewekwa na serikali, iwe ni serikali ya taifa au serikali za kaunti katika kukabiliana na athari ambazo zinasababishwa na mvua katika kaunti. 9% peke yake ndio wamesema ndio. 80% wanasema la. 11% wanasema kwamba hawajui iwapo kuna msaada wote unaotolewa na serikali, hasa serikali za kaunti. Je, nyinyi kama shirika kuna msaada upi ambao mmeupokea kufikia sasa kutoka kwa serikali ya taifa au hata serikali za kaunti katika kukabiliana na athari hizi au pia katika kuwasaidia waathiriwa? Kwa wakati mwingine tumepata msaada wa chakula, kwa mfano kwa serikali kuu kwa upande mwingine, na pia serikali zile za kaunti, lakini msaada huu bado hautoshi kwa sababu wale ambao wamefurushwa na mafuriko hawakai mahali wameenda siku moja. Mafuriko inachukua muda ndio tena makao yao yakuwe ya kawaida, wanaanza rudi. Kwa hivyo msaada huu bado hautoshi, ndio maana unapata tunaendelea pia kuomba wahisani wengine waweze kuja na kusaidia. Na tupokee simu kutoka kwa Joshua Onyango. Hujambo? Jambo Zubeda. Asante sana kwa kutazama jukwaa la KTN. Unatupigia simu ukiwa maeneo gani? Ninawapigia simu kutoka maeneo ya Migori County. Na mchango wako ni upi kuhusiana na mada ambayo tuko nayo hii leo? Je, serikali ya kaunti yako ya Migori imetoa mikakati ipi ya kukabiliana na athari za mvua? Athari za mvua huwa kutokea. Naam? Na kupata haijawahi kushughulikiwa sehemu nyingi sana katika sehemu za Migori, sana ukielekea sehemu za Nyakike. Unanipata? Naam, nakusikiliza. Kuna maeneo kama vile Nyakike, kuna maeneo ambazo zinapatikana katika mafuriko wakati mvua imekuja sana, lakini nakuja kila mwaka na kurudia, na kuna haja ile hali ambayo imechukuliwa na hatua
kuchukuliwa na serikali kudhibiti mambo hayo. Sasa unakuta ni mafuriko ambayo kila wakati watu huhama, watu hujua ya kwamba wakati wa mvua ni shida tu. Na je, hili swala kama serikali pamoja na wale wa Red Cross wana mikakati gani ya kudhibiti mambo kama haya ambapo hayataweza kurudia tena, ili wananchi ama shughuli hizi ziweze kutimiliza na zisionekane tena katika hali yetu? Pia ni kuhusishe Joshua katika hili swala. Umetueleza kwamba katika kaunti yako ya Migori hakuna kikubwa ambacho kimefanywa kufikia sasa. Wewe binafsi ungependa nini kifanywe katika kaunti yako ili tatizo hili lisiweze kurudiwa tena? Mimi ningetamani ya kwamba Joshua, nakusikiza. Nadhani unajisikiza kwenye runinga. Ndiposa tunashauri mara nyingi upunguze sauti ya runinga ili tuweze kuwasiliana. Ungependa nini kifanywe? Ningependa kwanza ambacho kinaweza kukafanyika. Asante, nimepunguza. Naam, endelea basi. Sasa ningependa kwamba serikali ingekuwa na uwezo wa kudhibiti mambo kama haya kabla hayajaingia wakati wa mvua. Watu wanasubiri ya kwamba ndo usaidizi uanze, so itakuwa ni gharama kwa serikali kila wakati, badala ya kudhibiti wakati wa jua, wakati mwangaza upo ambapo wanaweza wakatumikia mambo haya. Shukrani sana Joshua, ukiwa pale katika kaunti ya Migori. Tunatumai kwamba wamesikia kilio chako, na pia tuko naye mjuzi hapa studioni ambaye ni meneja wa kukabiliana na majanga. Mara nyingi tumewaangazia kama shirika la Msalaba Mwekundu mkitafuta misaada kutoka kwa wahisani, misaada kutoka kwa Wakenya, ni kwamba hakuna mikakati ambayo inawekwa katika kuzuia mambo kama haya kujirejelea katika jamii, kwa sababu haiwezi kuwa kila mwaka tunaambia Wakenya changeni pesa ili tuweze kusaidia wale ambao wanaathiriwa. Asante sana. Joshua ni kweli amesema jambo la muhimu na la maana. Maeneo ambayo sana sana yanapatwa na mafuriko tunapata sana sana ni yale. Na sisi kama shirika la Msalaba Mwekundu tunatambua ni kwamba wale wananchi wanaishi hapo ni makazi yao kutoka jadi na hatuna uwezo wa kuwatoa na kuwahamisha. Na unapata maeneo haya kusema ukweli ni maeneo yale yako tambarare, yako ile tunasema karibu na mito na maji yote yanatoka juu ndio yanaenda kuwadhuru. Kwa hivyo sisi kwa msaada ule tunapata kidogo, tumefanya mipango kadha wa kadha sana sana za kuwaelimisha wananchi, kuwaelimisha na kuwaweka kwa vikundi ambazo wanaweza kusaidiana wakati majanga yakifika. Lakini kwa mipango zingine za muda mrefu tunaangalia pia kuweka kama ile mitaro ya maji. Huwa tunasaidia kupatia wananchi msaada kupitia kwa mipango kadha wa kadha, kama zile za wanafanya kazi wakichimba mitaro alafu wanalipwa jioni kupitia kwa hiyo msaada. Sasa hiyo mitaro hiyo inasaidia kupeleka maji yakikuja kutoka nyanda za juu ambayo hatakuwa na nguvu ya kuleta mafuriko. Kwa hivyo tunafanya kando na kuwaelimisha wananchi, tunafanya mipango kama hizo, na pia zingine kwa mfano ni kuwasaidia kupanda mimea ambayo itafanya izuie mmomonyoko wa udongo kando ya mito. Ndio sasa mito haitakuwa na nguvu ya kuvunja kingo zake na maji yaingie kwa wananchi. Kwa hivyo tumefanya mipango kadha wa kadha, na hiyo kupitia kumwezesha mwananchi kuwa na uwezo, kuwa na nguvu ya kujisaidia wakati mafuriko yanafika, kabla hajapata msaada kutoka kwa wengine. Kama kwa mfano shirika la Msalaba Mwekundu ama serikali, wakati ule mafuriko yanafika anaweza kujisaidia. Naam, tuingilie hapo sasa. Unaweza kujisaidia vipi? Tuseme umeona maji ndio hayo yanakuja na huenda yakasomba nyumba yako. Tumeona mifugo wengi wamesombwa na maji na wengi wamefariki. Je, na takriban watu 26,000 pia wamefariki. Je, tueleze, unapoona maji ndio hayo yameanza kuzidi, nini ambacho unastahili kufanya? La muhimu kwanza ni kuhakikisha kwamba
unaenda kwa upande wa nyanda za juu ambao maji hayatakufikia. Kwa sababu maji, binadamu si mtu wa kuishi ndani ya maji, na maji, wakati ukiingia ndani ya maji huwezi jua maji yamebeba nini. Maji yanaweza kuwa yamebeba magonjwa, maji yanaweza kuwa yamebeba mawe, na pia iwe ni sababu ya kuangusha na kuingia alafu na kuzama. Kwa hivyo la muhimu la kwanza ni kuangalia nyanda za juu zile unaweza songa na utoke kwa maji. Kwa mfano kama ni kwa nyumba, unaangalia upande wa nyumba ambayo imekuwa ndio iko na imestahimili kidogo, upande huo, alafu utafute njia yote ile ya kuitisha msaada. Kwa zile sehemu ambazo huwa zinadhurika na maneno ya mafuriko muda kwa muda, huwa wako na mipango kusaidiana pia na shirika la Msalaba Mwekundu, wakanunua zile zinaitwa mwao, zile boat ndogo ndogo, ambao wakati mwingine unapata imewekwa kwa kijiji, inasaidia watu kutorokea mafuriko. Kwa hivyo sisi tunakuja tunawaelimisha, ikikuwa ni hivi, mnakuja mnatoa watoto kwanza wanaenda, kina mama kwanza wanaenda, alafu wazee ndio wanatoka baadaye. Lakini la muhimu ni kwamba unajaribu kutoroka kwa haya mafuriko. Ningependa pia kusema kwa wale ambao wanaishi mijini, ni bahati mbaya kwamba miji zetu vile tunazidi kufanya miundo msingi, sana tumekosa kuangalia njia za maji. Sasa hizi njia za maji, mpaka maji ya mvua ikiongezeka kidogo, inaanza kuwa na kasi fulani, inaanza kubeba watu na kubeba vitu zao. Kwa hivyo katikati, kwa sehemu za mijini, ningependa kutoa ushauri kwamba wakati mvua inanyesha na maji yamezidi, ile sehemu ambayo iko na ni sehemu haina hatari, ni mahali uko. Jaribu kuanza kutoka nje, kwa sababu kati hao watu 26 wamefariki, namba kubwa ni wamefariki mijini, na wamefariki wakati wakiwa wanajaribu kusafiri ama wakiwa wanajaribu kujikinga kutokana kwa mvua. Hebu shikilia hapo kidogo, tupokee simu kutoka kwa Tumala akiwa kaunti ya Marsabit. Hujambo? Hujambo? Hello? Jambo, nakupata. Okay, sasa mimi ni wale ambaye affected kutoka Marsabit. Nataka eleza manager kwamba mifugo ziliharibika. Kwanza tunashukuru msaada ile napeana na Red Cross, effort yao ile wanafanya wakati ya disaster kila siku, lakini nataka eleza kwamba ile figa imepeana hapo ni iko chini sana, kwa sababu mimi mwenyewe akiwa mali bomba 3 zilikuwa 430 animals. Nataka eleza kwamba wanyama wengi sana zilikufa kule kichakani, lakini because of inaccessibility watu hawakufika. Ile information ya 5,000 ni ile ambayo iko karibu na Manyata hapo within the roadsides, na mali zilikufa in 3 categories. Categories ya kwanza, kabla mvua, sehemu za Notor, Dukana, Maikona na sehemu zingine, sana mbuzi na kondoo zilipunguza mbaya sana na kiangazi. Secondly, mvua ya pili in March zilipunguza mifugo mingi sana sehemu za Notor na Dukana. Na ya tatu, hapo karibu na Huri Hills kulikuwa na mvua kidogo hapo, na mifugo mingi sana more than pengine bomba 500, kwa sababu mimi na witness yangu iko hapo. Na sile ni ambaye zile figa hiyo ni very low, lakini sio makosa yake, it's lack of communication and information. So nataka kueleza kwamba those numbers are below the ile zilikufa. I myself nilipoteza 225 goats and sheep, na rafiki yangu ya boma yangu ingine ni 105, ingine ni 95, hiyo that's one up to 435. Kwa hivyo katika Maikona ward
in that concentration, hiyo grazing fields, animals cross between 15 to 20,000 has been lost, because on average mfugaji mwingine anapotesha 50, 80, 200. Kuna mwingine amepoteza 450, one single farmer, mfugaji. Naam, Tumal, nikikuuliza kwa sababu umetutajia idadi ya mifugo ambao mmewapoteza, na tunatoa pole kwa wale ambao wameathiriwa na mvua hii, lakini kufikia sasa serikali ya kaunti yako imechukua hatua gani katika kuona kwamba mnapata usaidizi ambao mnahitaji? It's very unfortunate. Hakuna msaada yeyote imefanyika. In fact, hakuna hatua yote imechukuliwa ile kulingana na mimi. Hakuna, wale wamepoteza, sisi ni jirani, hakuna mtu alichukua hatua yoyote. In fact, sasa tunasemanga kwa kimombo, wale wafugaji sehemu ambaye mimi nimetoka, they have become what we call climate refugee. Naam, shukran sana Tumal, ukitupigia simu hiyo kutoka kaunti ya Marsabit, na tunatoa pole kwa wote ambao wameathiriwa na mvua katika maeneo hayo ya kaskazini mashariki. Je, watu kama hawa kutoka maeneo ya kaskazini mashariki ambao sasa wanasema mabadiliko ya hali ya anga yamewafanya sasa wao wamekuwa ni kama wakimbizi. Je, watu kama hawa mnawasaidia vipi wale ambao wameathiriwa na kupoteza mifugo wengi namna hii, ambapo wanasema zile takwimu ambazo tumezisoma ni ndogo mno? Je, mnawasaidia vipi? Kwanza ningependa kusema ni kweli tumesikia ujumbe wake vile amesema, lakini amesema vizuri kabisa. Madhara yameanza tangu wakati wa kiangazi. Kiangazi pia kiliua mifugo, ikakuja ile mvua ya kwanza, alafu tena mvua ya sahi. Takwimu hizi tuko nazo ni za madhara ile ya mafuriko yale ya sahi kutoka mwezi wa takwimu za sasa peke yake hazijajumuisha mpaka huko, kwa sababu takwimu za wakati ule tulichukua takwimu za kiangazi. Lakini ningependa kumwambia ni kwamba, kwanza kujibu swali lako, ni kwamba watu kama hao tunakuja tunaangalia kando na mahitaji yao ya dharura yale ya saizi, kwa mfano chakula na mahitaji mengine, tunajaribu pia kutimiza hayo. Lakini nilisema mwanzo kwamba sisi kama shirika la Msalaba Mwekundu tunasaidia wale wamedhurika kujaribu kurudi kwa maisha yao ya kawaida kwa muda mfupi vile iwezekanavyo. Kwa hivyo tunakuja kulingana na msaada ule tuko nao, tunakuja tunawapatia kwa mfano kwa kimombo huwa tunaita kama seed money, ama tunakuja wakati mwingine huwa hata tunawanunulia mifugo ile ya kuanzia ili warudi katika maisha yao ya kawaida kwa haraka vile iwezekanavyo. Kwa hivyo ningependa kumwambia huyo ndugu amepiga simu ni kwamba tuko na timu yetu huko Marsabit, na hiyo timu inatembea. Kwa hivyo bado itaendelea kutembea na kuangalia ukweli wa hali ya madhara vile yalivyo kwa wananchi wote, na alafu kama kuna msaada wote tutagawanya kulingana na vile mahitaji yako wakati huo. Naam. Na kwa kumalizia, bado tukirudi katika lile swala ambalo umetueleza wakati kunanyesha, kwa sababu katika video ambazo tumeona zikisambazwa kupitia mitandao ya kijamii kwenye WhatsApp, unaona mtu anaendesha gari lake kisha gari lile linasombwa na maji. Kuna wengine tumeona wakivuka barabara wanasombwa na maji. Kuna maeneo mengine ambako tumeshuhudia radi wakati huu wa mvua. Je, mtu afanye nini? Mimi ninapoendesha gari langu katika barabara ya Mombasa, sijui wapo kumefurika. Ninapojipata katika hali ile sasa barabara imefurika, ninastahili kufanya nini? Na kwa wale ambao wanapatwa na mvua ambazo zinaandamana na radi, wanastahili kufanya nini? Kwanza ningependa kusema ni kwamba wakati wa mafuriko sana sana kwa sehemu za mijini, mafuriko yanaletwa kwa sababu ya miundo msingi, mitaro ya maji imekuwa membamba. Kwa hivyo mafuriko ya mjini ni hatari zaidi kwa sababu maji hayo yanakuja kwa kasi. Kwa hivyo ningependa kushauri ni kwamba wananchi wakati mvua imeanza, jambo la muhimu kabisa ni kukuwa na habari ya kuhusu hali vile inaendelea. Kuwa na ile kwa kimombo tunaita route planning. Jaribu kuangalia kama ninatoka ofisini naenda nyumbani, hali iko namna gani barabarani kwanza. Jaribu kupiga simu na kuuliza hapa na pale. Alafu ukikuwa na shida piga kwa shirika la Msalaba Mwekundu ile nimesema 1199 na tunaweza kupatia ushauri. Lakini ukiwa umefika mahali umepata maji yamejaa kwa barabara, ushauri ni kwamba ukiona zile
kando za barabara, kingo za barabara ambao wananchi huwa wanatembelea ama watu wa miguu wanatembelea, ukiona imefunikwa na maji, ujue hiyo barabara sio mzuri ya kupita tena, hata kupitia kwa gari, kwa sababu maji hayo vile yamefunika barabara, huwezi jua yamechimba kiasi gani hiyo barabara. Ndio maana sasa unapata mtu mwingine unaingia gari, tairi inaingia, alafu gari inabebwa, kwa sababu maji hayo yanapita kwa kasi. Kwa hivyo la muhimu ni kwamba ile mahali tunasema ambayo haina hatari, mahali ambayo iko mzuri, ni mahali uko sahio. Hapana kuanza kujaribu kutoka mbio kukimbia nyumbani, kwa sababu hujui nini utapata barabarani. Kwa sekunde moja tueleze kuhusu radi. Wakati kuna radi unastahili kufanya nini? Radi, sehemu za radi ambazo ziko na hatari ya radi tunazijua, kama kuendelea magharibi mwa Kenya. Radi wakati inapiga, tafadhali usijaribu kwenda kukaa chini ya miti ama kukaa chini ya sehemu zozote ambazo ziko tambarare, ili ukue kwamba wewe ndio unakuwa mrefu zaidi kushinda vitu zingine kando kando, kwa sababu radi, ile nguvu za umeme za radi zitajaribu kupitia kwako, zikienda chini, ambayo ndio unapata sasa unapigwa na radi. Naam, shukrani sana Venant. Ni meneja wa kitengo cha kukabiliana na majanga katika shirika la Msalaba Mwekundu. Ametueleza kuhusu nambari za simu ambazo unaweza kupiga wakati kuna dharura, ambapo tulikuwa tumekuuliza kama kuna mikakati yoyote ambayo imewekwa na serikali au serikali za kaunti katika kukabili athari zinazosababishwa na mvua. 9% mnasema ndio, 80% mnasema la, 11% mnasema hamjui. Abel Kirwa anasema serikali za kaunti ndizo hazijaweza kukabili, kwa sababu miji kama Nairobi na Mombasa maji chafu yamepita kila mahali, barabara hazipitiki. Abraham Sitenei anasema raundi hii Narok imejaribu kidogo kuweka mikakati, lakini bado